Wakati wa uzinduzi, mambo ambayo alielekeza asilimia kubwa tumeyatekeleza kwa ukubwa, lakini eneo ambalo lilikuwa limebaki lilikuwa ni ile eneo ambalo alielekeza kwamba tukae na wafanyabiashara na kuangalia kodi zao, maana wakati anazindua alisema amesikia minongono pia kwamba zisiwe juu sana lakini zisiwe chini sana. Kwa hiyo leo tumekutana na wafanyabiashara, lakini baada ya kuridhia, Mheshimiwa Rais ameridhia punguzo la kodi la asilimia 17 kwa wafanyabiashara hasa wale wa vizimba na asilimia 10 mpaka 16 kwa wafanyabiashara wa maeneo mengine. Hii ni kutokana na kwamba biashara ya eneo moja na eneo jingine inatofautiana, kwanza ukubwa wa eneo, ukubwa wa kodi, lakini pia na eneo ambalo lilipo. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais ametoa punguzo la kodi kama alivyoelekeza wakati wa uzinduzi wa soko ambao tumeanza nao, ambao tayari walishaanza kufanya biashara kwa ukubwa ni wafanyabiashara wa vizimba ambao wenyewe wako ghorofa ground floor ya kwanza, ya pili, pia ambao wanauza mazao. Na hawa kumbuka ni wale ambao walikuwa wanafanya biashara chini, ambao sasa leo hii wamepata mahali pa kufanya biashara nzuri, lakini wao pendekezo lilikuwa kwamba wanapunguzwa vipi kodi kuweza kumudu, kwamba wao waliunguliwa na nini. Lakini sambamba na hilo pia walipokea msamaha. Mheshimiwa Rais alitoa msamaha wa kodi kwa mwezi mmoja toka soko lilivyozinduliwa. Kumbuka soko lilizinduliwa mwezi wa pili tarehe 8. Kwa toka mwezi wa 8 walikuwa wanafanya biashara mpaka mwezi wa 3 sasa ndio wameanza kufanyia kodi zao rasmi. Kwa kubwa zaidi ni punguzo la kodi kwa asilimia 17 kwa wafanyabiashara vizimba na asilimia 10 mpaka 16 kwa wafanyabiashara wengine, lakini msamaha wa kodi kwa mwezi mmoja kwa sababu aliona kwamba alikuwa ameunguliwa na moto na alikuwa amepisha ujenzi. Kwa majina mimi naitwa Ramadhani Ndilo, ni mwenyekiti wa soko jipya la Kariakoo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwenye eneo letu la ufunguzi alizungumzia swala la tozo, kwamba alipokea malalamiko na akasikia kuna manunguniko kwamba yapo maeneo watu wananungunikia tozo kubwa, lakini akasema kwamba tozo hizi basi ziangaliwe, wakae wawakilishi wa wafanyabiashara lakini na timu ya management kuangalia ni namna gani bora ya kuweza kupunguza viwango vya tozo hivi ili viendelee kuwa rafiki kwa wafanyabiashara. Eneo hilo kwa kweli limefanyika. Niseme wazi kwamba management ya soko la Kariakoo kwa kupitia kiongozi wetu wa mtendaji mkuu wa soko Bwana Ashraf Abdul Karim ni kiongozi msikivu sana. Ameweza kupokea vyema maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuyafanyia utekelezaji. Kwa majina naitwa Rehema Abdalla. Tulikuwa kwenye sintofahamu kwamba tulipewa ofa ya miezi miwili, lakini tukawa kwenye sintofahamu kuhusu swali la kodi. Mpaka leo hii meneja wetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni mtu mzuri, msikivu, anatupenda. Meneja wetu ni mtu ambaye anapenda sana kutufuatilia siku hadi siku. Kwanza akiripoti tu kazini lazima afike kwenye mazingira yetu ambayo tunafanyia kazi, anatuangalia, anatathmini. Kumbe alikuwa na lake moyoni, na lenyewe sio baya la kwake la moyoni, ndo alituita leo kwenye kikao kizuri ambacho kina amani, kina utulivu, kina hekima, kina busara zote, na kutupa lile ambalo alilotuitia, na hasa hususani swala la kodi. Meneja wetu ameongea vizuri kuhusiana na kodi. Tulikuwa tukisikia tu laki na 20, lakini leo akatupa yeye fursa kwa mnasemaje, tukakaa tukajadili naye vizuri mpaka mwafaka umefika. Akatuambia kuanzia leo hii mtalipa kiasi hicho ambacho sisi tumelizika nacho. Kiukweli meneja tunamshukuru, management yote, uongozi, serikali kupitia pamoja na mama yetu naye wote tunashukuru.